Usimpende sana mpaka asijifunze, mpaka shindwa kumsaidia kujifunza maneno ya Mungu. Hiyo utakuwa umevuka kiwango cha kumpenda. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Amina. Tunambariki Mungu leo, na mwezi huu nimekuwa na mfululizo wa masomo ya imani, na nimekuwa nikifundisha somo linalosema ijue nguvu ya imani. Nitaenda nalo mwezi huu wote, na tumepita maeneo kadha wa kadha, nikaona jinsi ambavyo nguvu imani inavyotenda kazi, jinsi ambavyo imani ina nguvu. Na leo tunaendelea na somo hilo la nguvu ya imani, lakini leo tutazungumza kipengele kinachosema nguvu ya imani katika mambo yasiyowezekana. Nguvu ya imani katika mambo yasiyowezekana. Turudia tuseme nguvu ya imani katika mambo yasiyowezekana. Nguvu ya imani katika mambo yasiyowezekana. Turudia tena. Nguvu ya imani katika mambo yasiyowezekana. Turudie kwa usahihi. Nguvu ya imani katika mambo yasiyowezekana. Turudie kwa sauti kubwa. Nguvu ya imani katika mambo yasiyowezekana. Kuna mambo kwenye maisha unaweza ukafanya, na kuna vitu vingi ambavyo Mungu ametupa kufanya viko chini ya uwezo wetu. Hayo mambo Mungu ametuachia tufanye sisi kwa sababu yako chini ya uwezo wetu, lakini kuna mambo ambapo yanafika mahali hatuna uwezo nayo. Hayo ndio Mungu anafanya, na mimi nataka nikufundishe jioni leo kwamba pamoja na jitihada zako, pamoja na bidii ulionayo, pamoja na mambo unaweza kufanya, lakini yako mambo ambayo hauwezi kufanya isipokuwa Mungu aingilie kati kukusaidia kufanya. Hata ungekuwa ni daktari bingwa, hata ungekuwa ni injinia, ungekuwa ni mfanisi mwenye kiwango cha namna yote, kuna mambo ambayo kwa kuwa wewe ni binadamu unakuwa na limit, lakini Mungu kwa kuwa sio mwanadamu, yeye anafanya yote yasiyowezekana. Na kama unaamini pamoja na mimi, amini asubuhi leo, kama kuna mambo yameshindikana kwako, yuko anayeweza kufanya. Amen. Sema amen. Jamani, inabidi tuzoee, sababu tunabadilika, si ndio? Tunaweza kurusha mahubiri yetu live kwenye YouTube. Amen. Kwa hiyo kama unakuja ibada yako umejiandaa, kama ni mtoko unatoka kweli kweli. Sasa tukutangazie kwamba ni lini. Maanake bado utakuwa unajiangalia kwenye simu yako kwenye YouTube. Kwa hiyo kuna vitu naanza kuna navyo live sasa. Kanisa linakuwa hivi. Amina. Jamani, amina. Kwa hiyo inabidi uzoee, sababu na mchungaji wako una maono ya kufanya vitu vikubwa. Jamani, amina. Kwa hiyo Mungu akusaidie. Nguvu ya imani katika mambo yasiyowezekana. The power of faith in the impossible. Nguvu ya imani katika mambo yasiyowezekana. Mathayo sura ya 21 mstari ule wa 18 mpaka mstari wa 22. Mwezi huu nimezungumza maneno mengi sana ambayo Mungu amefanya, mengi sana ya imani. Jumatano, Ijumaa, nizungumza maneno mengi. Nataka tuangalie mstari huu hapa, na kuna kitu Mungu atatufundisha hapa. Mathayo sura ya 21. Mathayo sura ya 21 na ule mstari wa 18 mpaka mstari wa 22. Mathayo sura ya 21:18 mpaka 22. Nitakutangulia kusoma kwa msaada wa Bwana. Anasema hata asubuhi walipokuwa wakienda mjini, aliona njaa. Huyu ni Yesu. Akaona mtini mmoja kando ya mji, akauendea asione kitu juu yake ila majani tu. Akawaambia, yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka mara, kwa dakika ile ile ule mti ukanyauka. Ule mti ukanyauka. Mstari wa 20, wanafunzi walipoona
walistajabu wakisema, jinsi gani mtini umenyauka mara? Yesu akajibu akawaambia, amini nawaambia, mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiwaambia mtini huu ng'oka ukatupe baharini, litatendeka. 22. Na yoyote mtakayoomba katika sala mkiamini, mtapokea. Nimeupenda mstari wa 22. Anasema, na yoyote mtakayoyaomba katika sala mkiamini, mtapokea. Yesu anajaribu kutufundisha na anazungumza na wanafunzi wake. Wakati Yesu anazungumza na wanafunzi wake katika mahubiri yake, na hapa tu ni baada ya kuwa ametoka hekaluni, anaanza kutoka kufundisha maneno mbalimbali. Biblia inasema Yesu akaona njaa, na shauku ya Yesu kwamba angelipata matunda kwenye ule mti. Alipoendea mti akakuta mti hauna matunda. Yesu akasema, unyauke kabisa na usizae tena. Akaendelea na safari zake Yerusalemu, Bethania na maeneo mengine, akiwa anahubiri. Hapo tunaona tukio la asubuhi yake. Ndio tuanzie hapo. Wakati wanarudi tena wanafunzi wanakuta ule mti kweli umenyauka, na wanaanza kukumbuka Yesu alisema ule mti usizae na unyauke. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndipo anaporudi mstari wa 21. Mstari wa 20 ukianza kusema, wanafunzi walipoona walistajabu wakasema, jinsi gani mtini umenyauka. Yaani jinsi gani kile kilichotamkwa na Yesu kimetokea. Jinsi gani mti umenyauka. Ndiyo majibu ya Yesu. Anawaambia, Yesu akajibu akawaambia, amini nawaambia, mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtawaambia mti huu ng'oka na ukatupe baharini, na utang'oka na utaota baharini. Lakini anawaambia msiwe na shaka. Tazungumzi habari ya shaka mashaka leo, kwa sababu nimeshazungumza katikati hapa. Nataka kuzungumza juu ya Mungu, juu ya imani iliyo katika Kristo Yesu ndani ya mwamini, inavyoweza kufanya yasiyowezekana. Ni imani tu ndiyo inaweza kufanya chochote ambacho hakiwezekani. Ni imani peke yake, na iko katika Kristo Yesu tuliye naye. Mambo mengine yote Mungu amekuachia ufanye. Unaweza kufanya kwa akili na kufanya vizuri. Unaweza kufanya kwa ujuzi. Wewe ni fundi wa furniture, kutengeneza kitanda na kila mtu akasema hiki kitanda ni kizuri, kila mtu akisifia. Unaweza kuwa mtu mzuri wa kutengeneza saa, kila mtu akafutia kusema hivi, jamaa akitengeneza saa ni mzuri. Unaweza kuwa ni stadi wa kupiga vyombo kanisani, unaweza kuwa ni stadi wa kufanya vitu fulani. Kuna mambo Mungu ametuachia tufanye kwa neema yake, lakini anatufundisha hapa kwamba kuna nyakati ambazo huwa hata yale mambo tunapotaka kuyafanya kwa sababu tunayajua huwa hatuwezi kufanya. Hapo ndipo anasema nitafanya mambo yasiyowezekana. Hiki ndicho kilitokea kwenye Luka ile sura ya kwanza. Ukisoma wakati Mariamu, malaika wa Bwana alimtokea Mariamu, akamwambia, unajua tumboni mwako atazaliwa mtoto mwanaume na jina lake ataitwa Yesu. Mariamu kwa busara kabisa anamwambia, mimi sina mume, inawezekanaje kupata mtoto? Nataka nikufundishe uone jinsi imani inafanya kazi. Bwana sasa, mimi ningekuwa na wewe na Mariamu, wewe kwa Mariamu ungemuuliza malaika, mimi sina mume. Na Mariamu kumuuliza hivi sio kama Mariamu alikuwa hujui Mungu, anajaribu kumuelezea jinsi ambavyo mtoto anapatikana. Na ungelikuja kwangu kaniambia, mchungaji, niombee nipate mtoto na una mume, ungenipa shida kidogo. Jamani, Bwana
Bwana asifiwe sana. Ndicho anazungumza Mariamu, kwa sababu anachojua ni kwamba hakuna uzao pasipokuwa na mume, na ndivyo ilivyo. Kwa akajaribu kumwambia Bwana, nawezaje kupata mtoto na mimi sina mume? Malaika wa Bwana anamwambia Mariamu, yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Manake nini? Mungu anajaribu kumfundisha Mariamu kwamba kuna vitu hata wakunga wanaweza wakafanya, madaktari wanaweza wakafanya, watu wanaweza wakafanya. Inapofika level, inapofika kiwango ambacho watu hawawezi kufanya, ndo Mungu huwa anafanya. Ndio maana nakwambia utapata mtoto, kwa sababu sio kawaida wala sio desturi wala hakuna elimu wala hakuna mtaalamu wa kumtoa mtoto pasipo ujauzito. Bwana anakuambia yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Ninakuombea asubuhi kwenye ibada hii, yale yameshindikana kwako, Bwana ataendelea katika jina la Yesu. Kule umepita kwenye magonjwa, leo Bwana kufungua kwa jina la Yesu. Haina haja ya kujitetea hii kansa, haina haja ya kujitetea magonjwa, hata angekuwa ya viwango kiasi gani, kile kimeshindikana kwako, yuko Mungu anayeweza hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaposoma kitabu cha Mathayo hapa, Mungu anatufundisha kitu cha imani. Anafundisha wanafunzi wake, lakini anatufundisha sisi leo kwamba kuna mambo kawaida na desturi ya ulimwengu huu hayawezi kutendeka isipokuwa Mungu peke yake anaweza kufanya. Nisaidia kusema amina. Sasa imani ni nini? Nifundisha sana habari ya imani, na ukienda kitabu cha Ibrania sura 11 inaelezea sana habari ya imani. Nimezungumza sana imani, chanzo chake ni kusikia. Nimezungumza vizuri sana, naipenda imani. Nataka nikuongezee vitu viwili kidogo kwenye imani. Mungu amenifundisha kitu cha tofauti kidogo. Nataka nikuongezee vitu viwili ambavyo Mungu amenifunulia kwa habari ya imani. Imani ni nini? Roho Mtakatifu kaniongeza kitu kingine, akanifundisha hivi: ni uwezo wa Mungu ndani ya mwamini unaofanya zaidi ya ufahamu au unaofanya zaidi ya akili. Imani ni nini? Ni ule uwezo wa Mungu unaoingia ndani ya mtu aliyeamini na kufanya zaidi ya akili yake na kufanya zaidi ya ufahamu wake. Unamwambia mchungaji, kwa nini? Ndio maana tunarudi kwa watu wakati akina Petro wanajaribu kuuliza hivi inawezekana mtu umekauka? Ndio maana Yesu anawaambia hapa yasiyowezekana. Ni uwezo wa Mungu unaokaa ndani ya mtu aliyeamini unaofanya zaidi ya akili na ufahamu wake. Zaburi mahali fulani ndio nasema, nalichungulia duniani nione kama kuna mtu ana akili. Na sikuja mimi kufundisha hapa nikazungumza nini maana akili, si ndio? Jamani, Bwana asifiwe sana. Nikasema napozungumza akili ni kutoa mambo yote uliyojifunza. Yaani ukitoa vyote ulivyojifunza, kinachobaki ndio akili. Tunaviona kwetu ni maarifa ambayo tunakutana nayo, unakuta shuleni au kwenye mazingira unayoishi. Kwa hiyo unaposoma shuleni, sio unasoma uwe na akili. By nature wanadamu wamezaliwa na akili, sio? Unanielewa? Unasema Mungu alichungulia aone kama kuna mtu mwenye akili na mwenye kumjua. So akili kutoa vyote ulivyosomea, kisha toa tulivyosomea, ndio baki ni akili. Kwa kila wanadamu wameumbwa na akili. Sasa imani huwa inaenda kushughulikia baada ya kutoa akili na ufahamu wako na ujua, ndio imani husika. Nikaongezea pointi nikasema hivi, imani ni kutoa yote unayoweza. Yaani imani ni kutoa vyote unavyojua, ni kutoa vyote unavyoweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nafika madaktari wanakuambia ili hatuwezi, si ndio? Pelekeni kwenye maombi. Sasa ndio maana tumuulizane daktari, hivi nimeshindwa kabisa, maana anajua daktari kwamba katika hali ya kitu cha kusomea na ufahamu wangu huo ndio mpaka
Vitu vya kiufahamu na vya kusoma na vya elimu vina mpaka, ila imani haina mipaka. Sema amina. Imani peke yake haina mipaka. Na Yesu akawaambia, mkiwa na imani kidogo mnaweza kuambia mlima ng'oka na ukang'oka. Hiyo ndiyo imani. Inahitaji ufike mahali ambapo akili yako haiwezi kufanya. Unaweka udaktari pembeni, unaweka uinjinia pembeni, unaweka elimu pembeni, unaweka uzoefu pembeni, unaweka kila kitu pembeni. Ukisha viweka pembeni, ndio imani inaingilia kati. Asiwahi kuna mambo mengine hajafanyika kwako kwa sababu bado unaamini unafanya. Saidia kusema neno. Mungu anakusubiri siku moja useme imeshindikana. Mungu anakusubiri siku moja useme Mungu haiwezekani, nimeomba sana, haiwezekani. Ndicho Mungu anasubiri. Hiyo ndio hatua ya imani. Kama bado unaamini unaweza kupambana, Mungu amekuacha upambane. Kuna mtu ananielewa hapo? Yaani kama kuna kitu bado unaomba na unapambana, bado Mungu anakusubiri umalize kupambana. Ukimaliza kupambana ndio unarudi unasali na kumwambia Baba, sina namna. Hapo ndio imani inaingilia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na mtu wa namna hiyo utaona anajihurumia hata kwenye maombi, kwa sababu amefika mahali pa mpaka, amebaki peke yake Yesu. Ndicho kitu Yesu anawaambia watu hawa. Haya mambo, kunyauka mtu inawezekana, na si kunyauka kwa mtu tu. Hata ukiwaambia mlima ng'oka ukatupa baharini, ila usiwe na shaka ndani yako, inawezekana. Bwana asifiwe sana. Wangapi wanaamini inawezekana asubuhi ya leo? Na mimi nakuombea kwa neema ya Bwana, chochote ambacho kimebaki kwako kama masalia ya nguvu za giza, leo yatoke na iwezekane kwa jina la Yesu. Mungu abadilishe maisha yako na mtazamo wako. Uanze kufocus kumtazama Mungu kiupya. Uanze kumwambia Mungu, haya yanawezekana. Uponyaji inawezekana. Kupona kansa inawezekana. Kupona kisukari inawezekana. Kupona HIV inawezekana. Kuwa mzima inawezekana. Mlemavu kutembea inawezekana. Kuondoka upofu inawezekana. Kurusha magongo inawezekana. Kuwa mzima inawezekana. Nifike mahali ya Mungu mtu anaamua, anasema nimechoka kutembea na magongo haya, anayaachia, anasema wewe Bwana niambia kitu hapa. Nikasema inafika mahali fulani anamwambia Bwana, ukishinda wewe mimi ninakufa. Hapo ndipo Mungu anaposimama anasema sitakubali nishindwe, maana umekubali imani yako, umekubali maisha yako, umekubali unachokiamini kwamba hakina uwezo isipokuwa Mungu. Na kuombea asubuhi leo, hiyo roho ya imani ingie ndani yako, hiyo roho ya imani ingie ndani mwako. Kuna mambo hautavuka mpaka nguvu ya imani imeingia ndani mwako. Na kuombea asubuhi leo, chochote kimezuiliwa kwako, mwambie Bwana inawezekana. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Mwambie Bwana inawezekana. Amen. Inawezekana. Inawezekana. Inawezekana utasa ukaondoka. Inawezekana kabisa utasa ukaondoka. Inawezekana roho ya ugumba ikaondoka. Inawezekana kabisa kuzaa watoto wa kike na wa kiume. Come on. Inawezekana kujenga nyumba. Inawezekana kufanikiwa. Inawezekana kuinuliwa. Inawezekana kujenga. Inawezekana kununua viwanja. Inawezekana kupata dirishani wani. Inawezekana kupasi. Inawezekana. Kwa kuwa akili ya kibinadamu inaposhindikana, Bwana sema inawezekana. Na kuombea asubuhi ya leo kwa neema ya Bwana, yaliyozuiliwa kwako, yaliyokuwa magumu kwako, usihesabu miaka. Tazame Bwana, yeye alikufa kwa ajili yako. Na umwambie Bwana inawezekana. Biblia ifunua kila kitu kwa jinsi Mungu anavyoweza. Mfano mzuri tungeupata kwa mama mmoja wa imani, mke wa mama wa imani mmoja anaitwa Sara. Jamani, Bwana asifiwe. Alimwambia malaika, sasa Mungu anataka kuibariki familia ya Ibrahimu. Sasa mtoto. Ninazungumza kwa uzuri sana. Asema Sara akacheka. Akamwambia mwana wangu, wapo mzee hivi ndio Mungu anipe mtoto. Maana yake ni kwamba tangu nimetoka mpaka hapa sina mtoto, leo nipate mtoto. Atakayefundisha imani. Wewe ndio unayejua mfumo wako wa mwanamke, ni wewe unayejua, sio Mungu. Mungu nikakwambia imani itajitokeza tu pale ambapo uwezo ujitokeza tu pale ambapo utatoa yote leo
kupokeza. Sasa anamwambia, unawezaje kusahau huyu? Angeenda hata mhubiri au kama specialist wakampima, wapo wangemwambia mama, uko sawa, uko sawa. Nafikiri unahitaji kuomba tena. Nafikiri sio sauti ya malaika. Kama kutokea ungesema napaswa kuomba tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ungesema angemwambia unapaswa kuomba tena. Mama kakae tena uombe. Mungu alikusemesha, ndio nimesema nawe kwamba utazaa. Miaka 90, hebu kaombe tena. Kaombe tena. Kaombe tena. Labda Mungu aseme na wewe tena. Maana kwa miaka 90 mama hatujawahi kufanya hicho kitu. Hakijawahi kutokea. Mungu anafanya zaidi ya historia ya madaktari. Unajua madaktari ndio wana uzoefu, wana experience, wanakuambia mgonjwa kama huyu tumeshawahi kumpigia mtu kama huyu. Tushamhudumia na kansa kiasi kilipona mama. Sasa unaenda kumpa daktari, nataka kujifungua, mtu anataka kuzaa na miaka 90. Atakwambia mama, hatujawahi kuona uzoefu huu. Profesa atakwambia mimi nina muda mrefu kwenye huduma hii. Mimi ndiye mkunga mkuu kwenye hospitali hii. Lakini mara yangu ya mwisho kumzalisha mtu hapa ambaye alizaa kwa taabu alikuwa labda na miaka 55. Hapo tulipambana naye kwa kweli, alipata mtoto. Kama 90, 40 zaidi. Ni Bwana Yesu sana. Ndio maana Sara alicheka. Akamwambia, Bwana wangu, kuzaa huku. Unajua miaka 90 ni mtu ameshaanza, si ndio? Amen. Vistepu vimeanza kupungua. Ukimwambia kimbia uweze kukimbia. Ukimwambia kuamka mpaka jiandae. Si ndio? Sasa hivi wewe kijana, ukiona mama anajieleza kuamka mpaka anajivuta, unaenda huko. Sasa hivi asimami kwa balance yake mpaka kuna vitu vya kusimamia. Kiti, support ya mkono, support ya mkono. Na kusimama kwake sio hivi. Na yeye anakuja nayo. Anakutafuta, anakuja nayo. Haleluya. Hapo anasimama. Mungu abariki wa bibi yetu. Haleluya. Tunakuja tuko. Hatuko mbali. Haleluya. Jamani, amina. Ndicho sana namwambia Bwana wangu, inawezekanaje mimi nikazaa leo kwa umri huu? Inawezekanaje? Ndicho wanafunzi wa Yesu wanashangaa. Wanamwambia Bwana, hivi ulivyosema ndio inawezekana? Sasa naambia, si hili tu, na mimi naomba usifanye visiwe hilo tu, ukafanya na mengine kwa imani katika jina la Yesu. Sio tu mtoto mpaka na kuchenga na kufanikiwa katika jina la Yesu aliye hai. Wanamwambia si hilo tu, hata mkiwaambia mlima ng'oka, wende baharini, unaweza kung'oka. Baada ya kusiwa na shaka ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mfano mmoja niwahi kusema, sisi kama ni hapa. Kuna mtu mmoja aliwahi kutupa mfano na mimi nilikuwa napohadisia. Akasema kulikuwa na mama mmoja kwenye nchi za Ulaya. Niwahi kusema hapo. Nchi za Ulaya. Alipata eneo kwenye eneo ambalo kuna mlima mkubwa. Mlima mkubwa sana. Sasa akafika mahali anataka kujenga. Wakanisana wenzao wanaomba maombi. Kwa Mungu akamsemesha kwamba mlima unaweza kung'oka. Na alishasikia mchungaji wake anafundisha kwamba unaweza kung'oa mlima na ukatupa baharini. Huyu mama akasema natembea na hili. Mama akajichochea kwenye maombi. Akasema Bwana ng'oa ule mlima. Wanakutana na fellowship wenzake, unaomba maombi, jamani mniombee. Wewe naomba Mungu anisaidie huu mlima ung'oke. Huu mlima ung'oke. Mwisho wa siku unasema yule mama akaenda akamwambia mchungaji, naomba niombee. Ombi langu mwanangu ni atakuniombee baba. Nataka nijenge ile site yangu. Biblia inasema mkiwa na imani mnaweza kuhamisha huu mlima na ukatupa baharini. Naomba niombee baba. Ule mlima uoke pale, ukatupa baharini na mimi nijenge ile site. Sasa wanafundisha kila siku.
Imani ni ya maisha kati ya mtu na Mungu. Imani sio mchungaji. Imani sio askofu. Usiishi na imani kwa sababu ya askofu wako. Usiishi na imani kwa sababu ya mchungaji wako. Imani ni namna unavyomwaishi wewe na Mungu, unavyomwamini Mungu. Sasa imani tuko hapa wote tunatofautiana. Ndio sasa hivi nahubiri neno, kuna watu wanaamini kupokea leo, lakini kuna watu wanaamini process. Bwana asifiwe sana. Ndio tofauti ya imani. Yaani kuna mtu anamwambia leo utatoka hapo ukiwa mzima, yeye anaamini ataendelea kutumia dawa zake zile kwa utaratibu huko Mungu kuna watu wanaamini Mungu baada ya maombi haya. Lakini kuna watu Mungu mnaamini matatizo mliopitia yaishi leo, ila yanaendelea taratibu na Mungu amekuachia hicho unachoamini taratibu mpaka miaka 100, mpaka miaka 30, unaona taratibu. Naendelea kuuliza taratibu. Kuna mtu mmoja, binti mmoja alikuja hapa siku moja, mwambia hapa kutoka Arusha. Nilimwombea na alipokuwa nimwombea Roho Mtakatifu akaniambia nimwombee, na nikamtamkia. Akaambia mchungaji, nimeteseka na vidonda vya tumbo yatosha. Akakuja akatoa ushuhuda hapa. Akasema mchungaji, alikuwa anaishi Arusha, nimeteseka na vidonda vya tumbo yatosha. Nilipomwombea nikasikia sauti ya Mungu. Mungu ananiambia huyu mpambie roho imani. Nikamwambia binti, unatumia dawa mchungaji, nimechoka na madozi. Nikasema chukua yale madawa ukayatupe. Sasa kuja kushuhudia. Akabeba yale madawa akaenda kuyatupa. Akasema mchungaji, tangu nimeacha mpaka leo mimi ni mzima. Nikuulize wewe, hiyo dozi unayotumia nikwambia waache? Bwana asifiwe sana. Ndio shida imani hiyo. Sasa ukibaki una imani kwa sababu ya mchungaji wako, unajiandaa kufeli. Imani ni ya kwako binafsi, kati yako na Mungu. Imani, Bwana asifiwe sana. Imani haihusishi ndoa. Imani haihusishi mke na mume, watoto. Imani ni ya kwako. Mungu anasema na nini na wewe. Na nazungumza kila siku hapo mara kwa mara. Kuna maeneo mengine tunafeli hata kufanikiwa kwa sababu kila kitu tunataka tuhusishe watu. Mungu anaweza kuwa lango, wewe ukawa lango la sababu kufanikiwa kwenye familia yenu. Akalazimika tu akutumie wewe tu. Na unaona mbona mimi mbona ananisukuma kufanya hivi vitu, mbona nasukumwa? Mungu anataka kutumie wewe. Kuna vitu hufanikiwi kwa sababu unaomba, vitu vingine vinafanikiwa kwa sababu Mungu anakusemesha na ufanye. Semeni amina. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa ile mama akaomba. Sijui huyu aliyekuwa na DCI na nia ya kusema, lakini tunajaribu kufikiria tena kwamba pengine aliwashirikisha wana fellowship wenzake, wana maombi, jamani niombee ule mwalimu anamoka leo, tutaenda kwa Mwambelina tunamwambia na ule mwalimu unamoka sasa, mlima gani mwanangu ule pale, anaweza kukutia wewe kwambia Mungu anaweza, lakini ndani ya moyo wake anasema maombi mapya haya kumwamini. Na yule mwalimu anasema, alikuwa anafundisha aliyesema mfano, akasema alipomwendea mchungaji wake, mchungaji akamwambia unajua maana ya neno hili ni la theolojia. Milima maana yake kwamba azungumzii milima, tena anazungumzia kwamba kunaweza ukawa na kitu kinakusumbua, Yesu ana nguvu ya kukiondoa. Ni sawa. Mama akamwambia si moja na hii milima mimi sikinanisumbua. Alipotua moyo mama akaendelea kujichochea. Najaribu kufikiria tu, sina uhakika. Najaribu kufikiria tu kwamba inawezekana aliwashirikisha watu kadha wa kadha. Inawezekana kamati ya maombi, inawezekana maombi ya usiku, inawezekana watu wanajitoa usiku saa 8. Akasema wapendwa, nataka mlima uoke. Na hisi naamini kuna watu walimwambia mama, soma vizuri. Unajua hii ni theolojia. Biblia wakati mwingine inaposema naenda kwa mafumbo. Lakini mafundisho sema mama akaendelea kujichochea. Anajichochea. Mwisho wa siku wakatokea watu wanaweka minara. Wanapofuta site, watu wamesimama vizuri nao wanaweza kushika vizuri. Tafuta wakatokea lile eneo. Katika research kwao. Unajua research minara wanaangalia eneo, sio eneo tu lote. Ambao wakiweka mahali panaweza kushika akafika mahali popote. Wakasearch pale, wakalisogelea lile eneo, wakagusa mpaka kufika kwenye eneo lile la mlima ambacho ni kiwanda chake. Wakaanza kuuliza mama nini, akasema mama fulani, okay, anakaa wapi, yuko hivi na hivi, tuweze kumpata. Wakati mama, tunataka ile eneo, Hai ni mwana kwamba nataka kujenga, sawa, tuuzie sisi, tuweke mnara, tukununulie eneo lingine na ujenge, tutakuwa na mkataba na wewe. Akasema okay, sawa, akalipa. Wakampa hela ya kutosha kwa sababu watu wa mitandao.
Mama akabeba sadaka ya shukrani, sadaka ya fungu la 10. Akaenda kwa mchungaji wake akamwambia, baba, na hii sadaka ya shukrani, lakini na hii sadaka ya fungu la 10. Mchungaji anashangaa, from kwenye nyanya na mandazi hizi hela anaweza kusema mama amepata pataje? Akazipokea, akamwambia mama, imekuwaje? Akamwambia mlima umeng'oka. Mlima gani? Mlima pale umeng'oka. Imani ni kitu kingine, imani ni kitu kingine. Si wanaume madaktari kukuambia una kansa, sio tatizo lao. Wanakujulisha shida ulionayo ili uende kwenye imani kwa Mungu wako aliye hai anayeponya. Sema amen. Sio tatizo la madaktari kukuambia una HIV. Wanakujulisha tatizo ulilonalo ili upate nafasi ya kumwambia Bwana, HIV na haleluya. Wako watu wanaamini, wako watu wanaamini. Sema amen. Nimwambia hapa, niliwahi kupima pressure. Daktari akanambia haipo. Sio nikwambia hapa, niliwahi kupima pressure. Daktari akanambia haipo. Yaani maana yake ule mshale wa pressure ya juu unaenda mpaka unagota mwisho. Akanambia kakae pale kwenye maji, pumzika kidogo. Yaani mtengeneze mkono kidogo, sikana katembea sana au kuna kitu kimsumbua. Sasa nikaona daktari wanakaa pale mtulie. Nikatulia, nikanywa maji, nikamwambia mimi relax kuliko hivi tu. Akanambia mbona nakupima tu kwa hali yangu ikoje kiafya? Akanambia njoo, nikapima. Akanambia tulisha hii haimo, manake mzao unagonga kule kwenye mwisho. Yaani mimi nalazimisha pressure ipeleke zaidi kipimo cha mzao wa pressure. Akanambia hii pressure haipo. Yaani iko zaidi ya pressure ya binadamu anayokuwa nayo, zaidi ya pressure ya mgonjwa anayokuwa nayo. Kwa hiyo daktari alinipa shida, kaambia asante, nikarudi kwa baba. Amen, amen. Nikarudi kwa baba. Ndio imani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nikarudi kwa Mungu wangu, kaambia nashukuru. Mimi nitaka tu nashukuru, kaambia nashukuru. Kujua pressure iko juu. Daktari ananiambia una matatizo gani katikati ya mimi? Kwa nini? Una shida labda kufufulia na mchapa sana. Kwa nini umekuja kupima? Yaani na miaka mingi tangu nizaliwe siwezi kupima pressure. Nataka tu nijue nikoje afya yangu, kama kuna shida. Hauna shida yote, changamoto. Labda madeni yanakusonga, madeni, watoto wanasoma wapi? Kuna mambo mengi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Usiwakasirikie madaktari, mtazame Yesu aliye hai. Amen. Shikilia imani yako. Baada ya majibu hayo, mimi nikamwambia Mungu, mimi sina pressure, mimi ni leo. Juzi kati nilikuwa kwa pressure kwa mzee Fute pale. Nikamwambia mimi nipige pressure. Nikamwambia mchungaji, iko normal, juu chini iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Usiwalaumu madaktari. Hata wakupa taarifa ya kisukari, ila mwambie naamini Mungu anaweza kuponya kisukari. Hata wakupa taarifa ya kansa, mwambie ni okay, ila ninaamini Mungu anaweza kuniponya kansa. Hiyo ndio imani. Nimezungumza imani itatokea tu pale ambapo uwezo wa mwanadamu umestop. Ndio imani inakitokeza. Ndio nikakwambia kuna mambo mengine hayatatoka kwa sababu yule mchungaji anakuombea. Hayatatoka kwa sababu askofu wako anakuombea au mchungaji wako anakuombea. Kuna mambo yatatoka kwako tu utakapochukua hatua. Utakapochukua hatua ya kuamini. Utakapochukua hatua ya kuamini, hapo ndipo Mungu anaanza kufanya kazi. Jamani, Bwana tusaidie. Jamani, haleluya. Nataka nizungumze mambo manne unayoyapata katika imani. Mambo manne ambayo unayapata katika imani. Imani inakupa nini? Kama mchungaji nataka inakupa nini? Nini unapata kwa imani? Mambo manne unayopata katika imani. Jambo la kwanza, imani ndio inayomleta Mungu karibu na wewe, au imani ndio inayomleta Mungu kwako. Imani ndio inayomvuta Mungu awe karibu na wewe.
Maisha yako na mahusiano yako na Mungu yanavutwa na imani ulionayo. Kila unachoamini kwa Mungu ndio kinamleta Mungu kwa ukaribu kwako. Niwaambie, hakuna uimarishaji wa imani, hakuna kitu kitafanikiwa katika maisha yako ya kiroho kama huna imani, kwa sababu hata wokovu tuliopata kwa imani. So ukiacha imani umeisha, kwa sababu hata wokovu nimeokoka, Yesu ni Bwana, umeupata kwa kuamini. Nani anaweza kumwona Mungu? Hata mchungaji wako sio kumwona Mungu, ila namwamini yupo kwa sababu anafanya. Jamani, amina. Jamani, amina. So imani inamvuta au inamleta Mungu kuwa karibu na wewe. Imani inamleta Mungu kwako. Mstari ule wa 22 hapo kwenye Mathayo. Kwenye Mathayo hapo 21:22. Na anapozungumza Mathayo 21:22. Anasema hivi, na yoyote mtakayoyaomba katika sala mkiamini mtapokea. So angalia kitu tunachozungumza. Na yoyote mtakayoomba katika sala mkiamini mtapokea. Sasa maana yake nini mnazungumza? Si kila kitu Mungu anajibu kwa sababu umeomba, ila ana asilimia kubwa za kufanikiwa kwenye kuamini kwako kuliko kuomba. Na usiniambie mchungaji, kwa hiyo tusiombe. Omba, nafunga sana. Kuna kufundisha kitu, maombi yanakusaidia kuimarisha kiroho chako. Nani amina? Amen. Kama na maombi nimesema mchungaji, mbona kama nakukanyagia sasa? Naomba vitu vitokee. Sasa nataka nikufundishe leo, maombi yanakusaidia kuimarisha, yana cement, yanaweka msingi kwenye hicho unachokiomba, kwenye hicho unachokiamini. Ndio maana napaswa uamini sana kuliko kuomba sana. Kwa mtu ananielewa? Hatuna huyu Yesu kwa sababu ya maombi. Wokovu tulionao si kwa sababu ya maombi, tunaimarishwa na wokovu kwa sababu ya imani. Na sasa tukisha hata imani, wokovu hatuna. Msingi uliobeba maisha yetu ya kiroho ni imani. Kuna mtu ananielewa hapa? Jamani, mnanielewa? Sasa kama kuna kitu cha kuimarisha ni imani. Ndio maana nikakwambia kuna vitu unaweza ukakosa. Kuna vitu unaweza ukachelewa kupata. Unaweza ukachelewa kupata nyumba, unaweza ukakosa kuwa na mke, unaweza ukakosa kuwa na mume, lakini usichelewe kukosa kuwa na imani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani inakupa sema mkiamini. 22 hapa. 22 hapa. 21:22. Na yoyote mtakayoyaomba katika sala mkiamini mtapokea. Unaweza kuzungumza. So mapokeo ya kupokea kwako yanategemea umeamini kiasi gani. Mimi nilimwambia rusha hizo dawa, ghafla akarusha dawa na akasema, Bwana mchungaji, nimepona. Sio maombi yangu, anaamini nini? Halo. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Yote mnayo. So angalia jinsi ambavyo kwa lugha nyingine umewekeza sana kwenye kuomba, ambapo ni sahihi kabisa, na kuomba na kushauri. Usisahau kuwekeza kwenye imani. Imani itakuvusha kwenye mambo magumu. Imani itakuvusha kwenye mambo mazito. Imani itakuponya kwenye magonjwa yasiyokuwa na majibu. Imani itakupa matokeo mahali ambapo hakuna matokeo. Imani ni zaidi ya kila kitu. Wekeza kwenye imani. Yesu anawaambia ukiwa na imani unaweza kufanya mambo makubwa zaidi kuliko hayo. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu, imani yako ikaongezeke ili ukafanye mambo makubwa katika wokovu wako. Jambo la pili, imani ndiye inakupa kiwango chako cha maisha. Unaenda umbali gani katika maisha ya wokovu? Utasafiri maili ngapi katika maisha ya wokovu? Utatembea kiwango gani katika maisha ya wokovu? Utategemea imani yako. Nilifundisha hapa siku moja nikasema ya hilo. Huyu mkuu wa sinagogi alimwendea Yesu na akamwambia, Bwana, mtoto wangu ni mgonjwa wa kufa. Nilifundisha hapa ripoti ya pili. Akasema ni mgonjwa nini? Wa kufa. Inasema ghafla wakati Yesu anaendelea na mambo yake, akatokea mtu mwingine akamwambia, usimsumbue mwalimu. Mtoto wako amekufa. Bwana Yesu
umekatisha tamaa kwa kiwango gani kwenye maisha yako, itategemea umebeba imani kiasi gani kuhusu Mungu. Amen. Watu watakuvunja moyo kiasi gani kwenye maisha yako, inategemea umembebaji, unamwaminije Mungu kwenye maisha yako. So imani ndiyo inakupa kiwango cha maisha. Kwa business gani, kwa umbali gani utatembea katika maisha yako ya kiroho, itategemea aina gani ya imani ulionayo, itategemea umeshiba kiwango gani cha imani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hapo ndipo atakapomkuta mtu ana miaka 28 na miaka 35 hata anashindwa kukaa na wenzake kwenye kuimba, hata kwenye kwaya amejihukumu mwenyewe, ameona hawezi kuolewa. Hiyo sio imani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Imani inataka uone zaidi ya wengine wanavyoona. Imani inataka utembee zaidi ya watu wengine, yaani tembea hata zaidi ya mchungaji wako. Inawezekana kwenye imani ukafanya zaidi ya mchungaji wako. Imani sio ya mchungaji. Mtu anayeamini anaweza kutembea zaidi ya viwango vya mchungaji. Imani sio ya kanisa. Kanisa la TAG sio la imani. Imani ni ya kwako. Hii kanisa la TAG inapewa neema ya kufundisha mafundisho sahihi umjue Mungu. Amina. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Wakati ambapo anaona hauna kitu, wakati ambapo anaona haiwezekani, imani inakwambia inawezekana. Come on. Inakwambia hapo wakati ambapo Mariamu anasema haiwezekani, imani inasema inawezekana. Wakati ambapo Sara anacheka, mimi nimekuwa mtu mzima, imani inasema inawezekana. Utu uzima ni mazingira. Utu uzima ni afya ya mwili wako. Utu uzima unachokiona wewe, lakini sio imani. Imani inaona zaidi ya jinsi unavyoona. Jambo la tatu. Kushinda au kushindwa kwako kunategemea imani yako. Kushinda au kushindwa kwako kutategemea aina ya imani yako. How you trust God. To how, kwa kiwango gani unamwamini Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kushinda au kushindwa kwako kutategemea imani yako. Sasa nikufundishe, kuna mambo hutakuja kushinda kwa sababu unasali kanisa la TAG. Hapo tunaomba mpaka leo usiku. Nielewe. Nielewe nikusaidie. Kuna vitu hutakuja kushinda kama hutashughulikia imani. Nakufundisha leo. Kuna mambo hautakuja kufanikiwa binti yangu kama hautashughulikia imani. Utakuinua kwenye biashara yako, shughulikia imani. Kuna watu wengi wamefeli kufanya biashara si kwa sababu hawana mtaji, ila wamekatiwa tamaa kwa sababu ya kitu wanachokiamini. Sasa hivi Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Umesikia mangapi? Unayafanyia nini? Ndio imani. Sasa kusema amen. Umesikia nini juu ya kile ulichochelewa? Umekifanyia nini? Ndio imani. Umesikia nini juu unachotaka kukifanya na umekifanyia nini? Ndio imani. Unaifanya zaidi ya jinsi unavyomfahamu Mungu. Haiwezi kwenda. Tuko hapa leo. Nisikilize, hata nafasi ya wokovu ulionao na maisha ya wokovu unayoshanani ndivyo unavyomwamini Mungu. The way utabadilisha mtazamo, the way utabadilisha mfumo wa imani kwako, hata maisha yako ya kiroho yanabadilika. Sikilize, maisha ya kiroho yabadiliki kwa sababu unasali kanisani. Maisha ya kiroho yanabadilika kwenye imani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa kushinda au kushindwa kwako kutategemea imani yako. Wakati namfahamu jamaa mmoja anaitwa Daudi. Daudi kale kachunga kondoo. Kale kajamaa ka mwisho. Amezaliwa mwisho. Wakakaswaga kwenda kuchunga kondoo. Kamechunga kondoo, kamekutana madubu na malili, kameyaua. Mwana wa Israeli wamepita miaka mingi sana. Kila wakiamka Midian hawa, kila wakiamka Wafilisti hawa. Nabii anasema wakati mwingine mpaka wanafika mahali wanavuna, majamaa anakuja na swaga ng'ombe. Wasukuma hapa kuswaga. Kiswahili hicho. Hizi lugha nyingine ni Kiswahili. Yaani Kiswahili, yes. Swaga ni kazi ya Kisukuma, lakini Kisukuma tu. Swaga zile ng'ombe. Majamaa yamekaa huko na angalia, okay. Hamisi wa Israeli
ng'ombe zinakula nafaka, kula kila kitu, kula wanamaliza. Tanzania hapa kuna makabila kioga na swaga. Yasiyafundisha hayo, nasundisha kwa sababu ya Biblia. Jamani, Bwana sasa. Wanakula mazao yote. Unasubiri wanaonesi hilo tukakana hili mjomba. Kama sisi tulikosea nini Mungu? Mwanalima sasa hivi mahindi haya yanaanza kutoa mbegu sasa. Mwaka huu tutavuna. Majamaa fungulia ng'ombe, weka mbuzi, kula sote. Ishi maisha ya taabu na njaa. Kumbe Mungu alikuwa anakandaa kadude ka imani kanaitwa Daudi. Tunasema Wafilisti wakawa wanaishi wanawatawala sana Israeli. Na vita kubwa ndio kuja kuinuka mpaka haya Magoliati, mamtu ya vita. Ndio kwa naweza kupigana na mtu yeyote. Na hili lilikuwa ni sehemu ya Wafilisti ambao walikuwa wanapambana sana na jeshi na watu wa Mungu wa Israeli, taifa la Israeli. Zamani Bwana sasa. Wakati ulipofika ikafika mahali pa ngumu sana kwa taifa la Israeli. Musa akasema naomba nikapigane. Daudi akasema naomba nikapigane na Mfilisti. Ukisoma Biblia sura ya 17 kitabu cha Samueli, na sura ya 17 Samueli, utapata historia yote hii. Sauli akamwambia yule Goliathi ni mtu wa vita. Akampa historia namna alivyowahi kuwapiga. Na inawezekana Biblia inaeleza yote. Inawezekana alimpa na mifano ya wana wa Israeli mabingwa wa kupigana kama. Unajua historia fulani? Asio kwa yule jamaa kupiga hata raundi hizo. Yule anaona ni mbaya sana. Kwa yule jamaa kupiga raundi. Anamuonesha. Inafika mahali mpaka anamwambia basi kwa kuwa umeamua Daudi, chukua basi angalau hata mavazi haya mawili matatu haya choma ya vita haya. Hata nikipiga ngumi wanao usupport. Faa basi hata element. Angalau hata kirusha ngumi ianzie kwenye element. Tunajua hawezi kupigana naye. Basi angalau hata wewe hujaanza kupiga hata moja, basi hata element kusaidie vava. Kanyamaka kajipiga yale mavazi. Haona kama ninanisumbua kwanza ni mazito afanye balance. Kanasema mimi namuendea huyo. Na kaondoka kwa ushujaa kwa imani, kanasema nitamwendea kwa jina la Bwana wa majeshi. Nama nikajikoki. Nikasema haka na malizana na kwa hiyo. Aidono sikuwa na kaonaje, alafu kalikuwa kazuri kasura. Pindi kwa kauliza akisema kajamaa kasingekuwa kaendi sana mtaani kakafanya shughuli za maana. Sina ugo kabisa. Kikasukumia ngumi akanabaki. Na kama kulikuwa na raundi na ground fulani ya vita, najua ilikuwa kuna maeneo ya vita. Jamani, leo Goliathi anasimama, kuna kajamaa kamoja kanaitwa Daudi. Leo kanakuja kupambana Goliathi. Lazima utasema watu kaona kidogo na kuweka mikono mfukoni atakaona. Hayo jamaa sekunde. Tukaenda Daudi kajamaa kanafanya kazi na Sauli. Hiyo imeshaisha hiyo. Hiyo vita imeshaisha, watu kwa vile tunaanza kufanya kazi hapa tupite kidogo. Mimi nasema kajamaa kwa sababu kalikuwa na nguvu ya Mungu, kakataweka tu kwenye kondeo afa kakakoki. Kama fahimu. Lakini ushindi upatikana wapi? Hiyo nguvu imeingia kwenye hilo jiwe ni kwa sababu alimwamini Mungu. Akasema mtanijia mtakuja kwa majeshi yenu, lakini mimi nitakuja kwa jina la Bwana wa majeshi. Na mimi naomba Mungu kwa neema ya Kristo asubuhi leo. Huyo Bwana wa majeshi aliyemshindia Daudi sasa kushindie na wewe. Huyo Bwana wa majeshi aliyemshindia Daudi sasa kushindie. Amen. Akashinda vita. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama kuna pasi, unajua piga kinana wanabata. Kama kuna bata ni ya kubonyeza yenye mlio wa rada ambayo kila mwimbaji anaweza kupokea. Ni bata ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio mlio wa rada. Imani. Kama kuna kitu napaswa uwe nacho kwenye maisha yako ya kiroho, ni imani. Hii itakupeleka popote, itakuvusha popote, itakusukuma popote, utatembea naye popote. Kitu kinaitwa imani. Jambo la tatu, jambo la nne. Hebu tusome kwenye Mathayo 14:28-31 hapa. Kuna kitu hapo. Ndio nilisema Samueli wa kwanza sura 17. Kusoma yote sasa angalia mstari wa 45 mpaka 54. Lakini kusoma Samueli wa kwanza 17 utaona historia yote ya Daudi. Lakini tuangalie kitu hapa wakati tunamalizia Mathayo sura ile ya 14:28. Mathayo 14
28. Ninge nazungumza hapa Mathayo sura ya 14. Tuangalie kitu hapa 14 24 28 mpaka 30. Anasema hivi, Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni. Kwenye chombo anamwona Yesu anatembea. Petro akasema, sio tabu. Bwana, na wewe kama ni wewe Yesu, nataka nikuone niambie nishuke. Yesu akamwambia, njoo. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili amwendee Yesu. Lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kutazama kupiga yowe akisema, Bwana niokoe. Bwana Yesu akanyoosha mkono wake akamshika akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona unaona shaka? Na katika matatizo makubwa yanayogharimu mafanikio yetu ya kiroho ni hofu na mashaka. Unajua mpaka mko hapa kuna watu Mungu anawasemesha maeneo mbalimbali mengi. Kinachokusumbua ni hofu na mashaka. Inawezekana na kufundisha mpaka mahali pengine mpaka sasa hivi nasikia nakwambia leo zile dozi basi. Lakini kinachokuja kukutesa ni baada ya ibada hii. Ukifika nyumbani ukiona dozi, akili inakuja inakwambia wewe, unajua mchungaji anakufundisha unajiongeza. Hiyo sio imani. Imani haitaki ujiongeze. Imani ni baada ya kushindwa kwenye mambo yako, imani inaingilia kati. Kama unajiongeza, bado Mungu anasubiri malize kujiongeza. Siku ukichoka kujiongeza, anaingia kati. Haleluya. Ni wadisi hapo Ijumaa hapa jambo zito sana wanaelewa. Imani inasubiri wakati mwingine umemaliza kazi zako, ukichoka sitawa zitaniua hizi, taniongezea maradhi na ziacha na kufuata Yesu. Hiyo ndio wimbo leo kwa wazee wetu wa zamani. Msalabani dunia anamtazama Kristo. Ukishindwa Yesu nimekufa. Ukishindwa Yesu hakuna nakiweza. Huyo ndio anamwambia Bwana kansa ni nini? Anamwambia Bwana mateso ni nini? Anamwambia Bwana hivi hayatosha, umebakia peke yako. Hiyo ndio imani ambayo Mungu ametuumbia. Wapendwa, Yesu hajatuumba kutupa imani hii, hajatoka kwenye imani hii ili tutuimbe na kushangilia, ni pamoja na kushinda mambo yasiyowezekana. Nakuombea kwa neema ya Mungu mchana wa leo, yale mambo yaliyoshindikana kwako kayashinde kwa jina la Yesu. Amina. Petro akaona shaka, lakini Mungu alimwambia tembee kwenye maji. Kuna maeneo hata wewe una mashaka nayo. Kuna maeneo yanakupa hofu. Unataka kuamua unapata hofu. Unasikia kumtumikia Mungu unapata hofu. Unasikia ungefanya jambo fulani pale kanisani, unaona nitagharimu familia yangu. Unaona sijui kesho watakulaje. Unaanza kutazama si wataishije. Na umesahau kwamba hata hilo ulionalo ni Mungu alifanikisha huko. Mungu akiamua kustop, hata siku ya kazi upate hata miezi mitatu. Hata usimu mwezi. Bwana Yesu. Na hata kumtumikia Mungu kwani tunafeli wapi? Hatusikii tu ile imani, hatusikii kile kitu cha ndani ambacho Mungu anatusemesha. Ndio imani ilipo hapo. Tunafeli. Tunajihurumia kuliko yule Mungu ambaye ametupa. Unaona kufeli imani hiyo. Yaani una kitu Mungu anakusemesha ufanye, unaona utaishiwa. Umesahau kwamba chanzo cha mapato yako ni Mungu. Mungu hurumiaga sana wasiotoa zaka, kwa sababu ni mtu ambaye haelewi. Chanzo cha mapato yako ni Mungu. Na tunapomletea Mungu na kufundisha hapa, ni Mungu anafundisha na Mungu anafundisha zaidi hapo. Sio tu zaka mtolee Mungu kama sheria. Ukitoa zaka kama sheria kwa Mungu itakula kwako. Ni Mungu anazungumza hapa, anasema zaka ni sadaka ya kumshukuru Mungu kwamba ndiye chanzo cha mapato yako. Kwani tukiishi sentensi kwenye kichwa chako utafanikiwa. Zaka sio sheria. Itoe kwenye sheria ieleke kwamba ni Mungu ndiye chanzo cha mapato yangu. Umefanikiwa. Kwa hiyo namrudishia Mungu kumwambia wewe ndiye sababu ya hiki nilicho nacho. Hata nilichokula jana kwa kuanzia mwezi uliopita mpaka leo ni wewe. Hata ofisini nilipo ni wewe. Nakuja kwako kukwambia wewe ndiye sababu ya kipato. Utafanikiwa sana. Jambo la mwisho, imani inakupa nini? Mambo unayopata katika imani. Kitu tunachokipata katika imani cha mwisho ni msingi wa wokovu.
imani inaenda kutengenezea msingi wa wokovu wa maisha yako. Biblia inazungumza kwenye Ibrania sura 11 mstari wa 6, pasipo imani hauwezi kumpendeza Mungu. Maana kila mwendeaye imepaswa amini kwamba Mungu yupo na uwapa thawabu wamwaminio. Ibrania sura 11 mstari wa 6. Pasipo imani never kumpendeza Mungu, kwa sababu kila mwendeaye imepaswa amini kwamba Mungu yupo na uwapa thawabu wamwaminio. Sio hata thawabu, hata baraka za Mungu zinahitaji uamini, sio kuziombea. Na nielewa watu wa Mungu, hizo baraka acha kuziombea, amini. Amini hapo Mungu aziachilie, maana yake kuna package ya baraka za Mungu kwako. Kitu kilichojificha nyuma ile package ya baraka kwako ni kutokuamini kwako. Fuso. Unapata kichache kwa sababu unaamini hivyo. Watu wananielewa? Amina. Unapata kichache kwa sababu unaamini kwa uchache. Wewe unaamini kwa level kubwa, ndivyo Mungu anavyoachilia vitu kwako. Kwa Waebrania sura 11 mstari wa 6 nasema pasipo imani huwezi kumpendeza Mungu, kwa sababu kila mwaminiye imempasa amini Mungu kwamba yupo na wapa thawabu wamwaminio. Imani ndio imetupa sisi wokovu. Imani ndio foundation, ndio msingi wa maisha yetu ya wokovu. Nataka nikuombee mchana wa leo, Mungu ainue maisha yako ya kiroho. Mungu ainue imani yako. Huo uponyaji unaoutaka unahitaji imani tu. Huo muujiza unaoutaka unahitaji imani tu. Biblia inasema mwanamke mmoja alimwambia Yesu, kama mwanangu ni mgonjwa, akamwambia Yesu, na tafadhali uende nyumbani kwangu, mtoto wangu ni mgonjwa, kamponye, ni mgonjwa wa kufa. Yesu akamwambia amini tu. Nami nakuombea mchana wa leo, amini tu. Hilo sio tatizo lako, haujaugua kuugua. Nani amekwambia kisukari ni maisha yako? Nani amekwambia typhoid ni maisha yako? Nani amekwambia kutembea usiku ni maisha yako? Nani amekwambia umaskini ndio ndio wewe? Nani amekwambia? Nani amekwambia utajenga? Nani amekwambia kama kufanikiwa ya watu fulani, yani mpaka tuwasukie fulani na fulani wamefanikiwa? No, mwambie Mungu na mimi naweza kufanikiwa. Watu watawasema mimi nishalizika. Baada ya kusema amina, maana yake napokea, ndio lugha ya Biblia. Basi sasa nasema amini tu kwamba naweza kufanikiwa. Amini tu kama unaweza kujenga. Anza kuona unakoishi, anza kuweka imani ya mambo makubwa kuliko ambayo unawezi. Mungu anataka ufike mahali uamini kitu ambacho una. Imani haihitaji uamini ulichonacho. Ulichonacho Mungu amekuatia kwa sababu ya akili yako. Amekupa ufahamu pambana nacho. Anza kuamini mambo usiyoyaona. Anza kuamini mambo ambayo huyawezi. Come on, unanielewa hapa? Usiendelee kuamini kwamba wewe mtaji wako ni huo tu $100,000. Anza kumuona Mungu, mwambie kuna siku moja nitakuwa na ndoto. Anza kuziona ndoto. Nitakuwa kwenye duka langu nimekaa na wafanyakazi 2 3 wanapishana pale dukani. Nitakuwa siku moja supermarket yangu. Nitakuwa siku moja nafanya biashara. Nitakuwa siku moja naenda mkoani. Amini tu. Anza kuamini leo ili imani iweze kutengeneza muujiza wako. Imani ndio inayoomba muujiza. Muujiza ni matokeo ya imani. Hakuna kitu kinatokea pasipo kuamini. Hata devil worshiper au waabudu mapepo wanaamini. Unafikiri mtu kumua mama yake bila kumjengea moyo na mama yake? Ni mtu amekiwa imani na usingi wa ajabu. Pote ya pote, hiyo ni imani. Yanasikia pote ya pote. Unajua nini anachofanya? Kule mbele anaona nyuma, anaona ufalme, anaona gari kubwa, anaona nini, anasema pote ya pote. Mama si kitu. Hata devil worshiper, waabudu sanamu, waabudu mapepo, waabudu majini, wanaamini kwenye mioyo yao. Sisi ni zaidi kuliko devil worshiper. Sisi ni zaidi kuliko wafuga majini. Sisi ni zaidi kuliko waganga. Kwa sababu wote wanasarenda kwa Mungu wetu. Naomba tusimame juu.